Nitoe shukrani za dhati kwa kamanda wetu wa polisi wa mkoa kwa kuweza kunialika nije kujumuika na wananchi wa Mbagala katika shughuli hii muhimu na adhimu. Lakini nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa wananchi wa kata hii ya Mbagala, lakini hasa wa vijiji vile ambavyo tumeambiwa, kijiji cha Mbagala, kijiji cha Maleza, kwa ushiriki wao mkubwa, kwa utayari wao, lakini kuonesha uhitaji wa kuwa na huduma hii ya kuwa na kituo cha polisi ili kiweze kuwasaidia katika ulinzi wa maisha yao, lakini pia na mali zao. Yako maeneo mengine wananchi wakishirikishwa juu ya ujenzi wa kituo cha polisi huwa wanasita, lakini hayo mambo naamini yalikuwapo zamani. Sasa hivi watu wamebadilika, lakini hasa kutokana na kazi nzuri ambayo jeshi la polisi wanaifanya. Kuona wananchi nao inapokuja swala la kusogeza karibu huduma ya vituo vya polisi, basi huwa hawasiti, wanajitoa na kushiriki kikamilifu katika jitihada la kuhakikisha kwamba vituo vya polisi vinajengwa. Kwa hiyo hongereni sana wananchi wa Mbagala, hongereni sana wananchi wa Maleza kwa kazi nzuri mlioifanya ya kuhakikisha kwamba huduma hii inapatikana. Lakini pamoja na hayo, niungane na wazungumzaji waliopita kuwashukuru sana viongozi wetu, kuanzia mbunge wetu wa jimbo ambaye naye anawasalimia sana. Kwa sasa yuko bungeni, anaendelea na vikao vya bunge la bajeti, lakini anaendelea kutusemea sisi wananchi wa jimbo la Songwe, na anawasalimia sana sana. Alitamani kuwepo, lakini kutokana na majukumu ambayo anaendelea, basi ametuma salamu zake na anamtakia kila laheri katika shughuli tunayoifanya. Lakini diwani wetu na mwenyekiti wetu wa halmashauri, hongera sana kwa kazi nzuri ulioifanya na kwa kutoa uongozi na hamasa kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kazi hii inafanyika na inafanikiwa kwa viwango vinavyotakiwa. Nimeambiwa hapa diwani wetu, mtendaji wetu wa kata amefanya kazi kubwa sana. Hongera sana kwa usimamizi wako. Lakini watendaji wetu wa vijiji, hongereni sana kwa kazi kubwa na mzuri mlioifanya. Lakini kwa uongozi wa jeshi la polisi wakiongozwa na kamanda RPC wetu wa mkoa wa Songwe, hongera sana kwa uongozi wako ambao umekuwa ukitoa dira katika mkoa wetu, katika sio tu kwenye kuhakikisha kwamba jeshi la polisi linatekeleza majukumu yake ya kulinda raia na mali zetu, lakini hali kadhalika kulileta karibu na wananchi na kuhakikisha kwamba tunahamasisha wananchi na wadau kuhakikisha tunaboresha na kuendelea kujenga na kuongeza miundombinu itakayowezesha jeshi la polisi kuweza kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo hongera sana kwa kazi nzuri, lakini kwa OCD pia hongera sana kwa kazi nzuri kwa utekelezaji wa maono haya ya jeshi la polisi, na hatimaye tumeweza kufanikisha kufikia kwenye hii hatua. Lakini nami niungane pia na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wetu wa halmashauri kumpongeza polisi kata wetu kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Ulipoitwa jina hapa, nilikuwa naangalia wananchi wanashangilia na kupiga makofi mengi sana. Hicho ni kiashiria kwamba wananchi wamekupokea, wamekukubali, lakini wanaridhika na huduma ambayo umekuwa ukiwapatia, huduma ambayo inakwenda sambamba na malengo, maono na matarajio ya jeshi la polisi kuweza kuanzisha huduma hizi za kuwa na polisi kata na kuwa na polisi jamii. Kwa hiyo hapa kazi inafanyika. Kwa hiyo naomba muungane nami kumpigia makofi sana polisi kata wetu Inspector Peter
kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, lakini pole sana kwa mtihani mzito ambao tulipata wa kuweza kuondokewa na wazazi wetu. Tuzidi kuwaombea, Mwenyezi Mungu awapumzishe mahali pema peponi. Amin. Lakini nitumie fursa hii pia kuweza kuwashukuru wadau wetu ambao mmejitoa kwa hali na mali kutusaidia na kuunga mkono jitihada za serikali na jitihada za wananchi na jitihada za jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kituo hiki kinakamilika na kufikia hapa tulipofikia. Nimeambiwa hapa Mr. Frederick Yasheri kwa umechangia mchango mkubwa sana, lakini pia umetukabidhi na lile gari la polisi, kwa sababu kuwa na kituo peke yake bila kuwa na chombo cha usafiri manake ingekuwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo Mr. Frederick, tunakushukuru sana kwa mchango wako mkubwa uliotoa kuweza kufanikisha ujenzi wa kituo hiki. Lakini ninatambua sio kituo hiki pekee. Maeneo mengi ambayo nimekuwa nikipita nilikuwa naambiwa, natajiwa jina lako na kampuni ya Green Pacific kwamba imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana katika maendeleo. Kwa mimi, kwa niaba ya viongozi wenzangu, ninakupongeza sana, ninakushukuru sana kwa kazi kubwa na mzuri ambayo unayoifanya ya kuweza kurejesha katika jamii kile kidogo unachokipata kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii. Hongera sana. Lakini pia Mr. Lennon, pia nakushukuru sana kwa mchango mkubwa ulioutoa katika kuunga mkono jitihada hizi za wananchi, jitihada za jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio ya kukamilisha kituo chetu cha polisi, pamoja na michango katika maeneo mengine ambayo mmekuwa mkitoa. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini wadau wengine wote ambao mmetajwa kwenye orodha ya taarifa ile ya mtendaji, orodha ni ndefu, tunatambua na tunathamini mchango wa kila mmoja aliyeutoa katika kufanikisha ujenzi wa kituo hiki cha polisi. Lakini kama ambavyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri alivyozungumza kwamba tumeanza kuwa na kituo, lakini tunahitaji kuwa na makazi kwa ajili ya askari wetu ili waweze kufanya kazi vizuri na kwa ufanisi zaidi. Kwa hiyo msituchoke, na mimi nimeshuhudia hapa mwenyekiti akiomba, na mimi nisisitize kwamba ombi hilo na mimi nalitoa kwenu, tuendeleze jitihada hizi, tuhakikishe kwamba askari wetu wanakuwa na makazi bora ili waweze kufanya kazi nzuri. Ndugu zangu, swala la kuwa na huduma hizi ambazo zitakazotusaidia kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu ni jambo muhimu ambalo halina mbadala, kwa sababu tunapokuwa na uhakika wa usalama wetu, tunapokuwa na uhakika wa maisha yetu kwamba yako salama, tunapokuwa na uhakika kwamba mali zetu ziko salama, ndipo tunapoweza kupata utulivu, tukaweza kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo. Ukitaka kuona namna ambavyo amani, usalama ukitoweka, inakuwa ni shida sana kufanya shughuli za maendeleo. Angalia katika nchi ambazo kila siku watu hawana uhakika wa maisha yao, huwezi ukatulia ukafanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo swala la kuimarisha usalama na ulinzi katika maeneo yetu ni jambo muhimu sana, na ndio maana nimewapongezeni ninyi nyote, wananchi, viongozi, pamoja na wadau wote mlioshiriki kuhakikisha kwamba tunakuwa na kituo hiki, kwa sababu kituo hiki kitakusaidia sana kuimarisha usalama, kuimarisha ulinzi katika maeneo yetu. Ndio maana hata serikali chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikifanya kazi kubwa sana, kufanya uwekezaji mkubwa na kuleta mageuzi makubwa sana katika vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama, kwa kuvijengea uwezo wa rasilimali watu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na askari wa kutosheleza, lakini uwezo wa kimafunzo, kuwa na askari wenye weledi, wenye uwezo wa kimafunzo, wenye utayari, ambao wanaweza kuendana na changamoto za wakati wa sasa. Kadiri dunia inavyobadilika, ndivyo hivyo majeshi yetu yanajibadilisha kuendana na mabadiliko yanayotokea katika ulimwengu,
ili kuweza kuongeza uwezo wao wa kuweza kukabiliana na changamoto za kiusalama, ili kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa salama, wananchi wanakuwa salama, lakini hali kadhalika mali zao pia zinakuwa salama.